Habari watoto, hamjambo? Leo nitawasimulia hadithi ya Simba na Sungura Mwerevu. Hapo zamani za kale kulikuwa na simba mwenye nguvu sana aliyekuwa akitawala wanyama wote msituni. Simba huyo alikuwa mkatili na hakuwaruhusu wanyama wengine kula chakula cha kutosha. Kila siku aliamuru mnyama mmoja aje kwake kama sadaka ili aweze kumla. Wanyama wote waliogopa sana, lakini hawakuwa na jinsi. Siku moja zamu ilimfikia sungura mdogo. Lakini sungura alikuwa mwerevu sana. Hakutaka kuliwa na simba, kwa hiyo alifikiria mpango mzuri. Alipotumwa kwa simba, alichelewa kwa makusudi, na alipofika mbele ya simba, alijifanya amechoka na kuhema. "Kwa nini umechelewa?" Simba aliuliza kwa sauti ya hasira. "Ewe mfalme wa msitu," sungura akajibu kwa heshima, "nilikuwa njiani kuja kwako mapema, lakini ghafla simba mwingine mkubwa alinipiga mkwara na kuniambia kuwa yeye ndiye mfalme halali wa msitu huu. Alisema kuwa wewe si mwenye nguvu kama yeye." Simba alikasirika sana. "Wapi huyo simba mwingine? Ni nani anayethubutu kunipinga?" Sungura akasema, "Njoo nikuonyeshe." Alijificha kwenye kisima kirefu kule bondeni. Simba akaongozwa na sungura hadi kwenye kisima kirefu chenye maji safi. Sungura akasema, "Mtazame ndani, yuko huko." Simba alipoinama na kuangalia ndani ya kisima, aliona taswira yake mwenyewe ikijirudia kwenye maji. Kwa hasira, aliruka moja kwa moja ndani ya kisima akijaribu kupigana na simba wa maji. Lakini hakujua kuwa huo ulikuwa ni mwonekano wake mwenyewe. Aliishia kuzama majini na hakutoka tena. Wanyama wote wa msitu walifurahia sana. Sungura alisifiwa kwa ujanja wake, na tangu siku hiyo msitu ulijaa furaha na amani bila hofu ya simba katili. Hadithi hii inatufundisha kuwa hekima na ujanja vinaweza kushinda nguvu za mwili.